Msimamo wa mwanasiasa Halima Mdee unazua gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii, huku watu wengi wakionyesha kuvutiwa na msimamo wake. Yaani msimamo wake umebaki ule ule ambao kuliko kufanya siasa nje ya Chadema ni bora aache kabisa siasa. Utakumbuka lile sakata la COVID-19, wale wa chama cha Demokrasia na Maendeleo baada ya kutimuliwa na chama hicho, wengi walitawanyika, wengine mpaka sasa hivi tunazungumza walihamia kwenye chama cha Mapinduzi na ni wabunge, mtu kama Esther Bulaya. Sasa hili ni andiko la Zungu kutoka kwenye ukurasa wake wa Instagram. Zungu ni mwandishi wa habari na ni mchambuzi pia wa masuala ya siasa kutokea pale Wasafi. Sasa ameandika ipo hivi: msimamo wa Halima Mdee unabaki kuwa ule ule ambao ni kuwa kuliko kufanya siasa nje ya Chadema ni bora aache kabisa siasa. Halima bado anaamini kuwa atarejea Chadema na kuendeleza harakati. Kiufupi ni kuwa Halima anaipenda sana Chadema na kwake yeye Chadema ni chama cha siasa cha maisha yake. Kama ambavyo ukurasa huu ulivyoripoti tangu mwezi Juni ni kuwa Halima yuko tayari kuacha siasa kuliko kufanya siasa nje ya Chadema. Msimamo huo haujabadilika kwake mpaka leo, na kimsingi macho ya watu wengi sana yaliutazamia upande wa Halima Mdee kwamba na yeye itakuwaje kipindi ambacho baadhi ya watu kutoka Chadema, wengine wakiwemo wale wa COVID-19 wakitimkia katika vyama mbalimbali ikiwemo ACT Wazalendo pamoja na chama cha CCM, akiwemo rafiki wa karibu wa Halima Mdee, ndugu Esther Bulaya. Sasa hilo bwana limethibitishwa na baadhi ya watu, kwa sababu ukienda kwenye page ya Instagram ya Halima Mdee mpaka sasa hivi utaona hata siku ya jana kulikuwa kuna kesi Chadema ambayo ilikuwa inahusu kesi ya mgawanyo wa mali dhidi ya Chadema na watu wa Zanzibar na makamu mwenyekiti wa Zanzibar. Sasa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu aliomba kujumuishwa, yani kuingizwa kwenye kesi hiyo. Sasa utaona pia Halima Mdee aliposti hiyo taarifa akiwajulisha watu kwamba hiyo kesi inaendelea. Hakuishia hapo. Halima Mdee amekuwa akiposti machapisho mbalimbali ya viongozi wa Chadema. Ukienda kwenye ukurasa wake wa Instagram utaona nini namaanisha. Yani kimsingi ni kwamba Halima Mdee msimamo wake umesalia pale pale, kuliko kufanya siasa nje ya chama chake pendwa, chama ambacho ameanza nacho kupambana nacho, basi ni bora tu aache siasa. Lakini bado msimamo wake unaonekana kuwa katika kusimamia chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa hilo ndilo andiko la Zungu ambalo aliliandika kufuatia Halima Mdee, na mimi nikaona si mbaya tushirikishane kuhusiana na swala la Halima Mdee. Ngoja nipitie baadhi ya comment. Moja kati ya wadau ameandika pale kwa Zungu: mnafiki ni sawa na mchawi. Mtu mwingine ameandika huyu ni mtu na nusu. Mtu mwingine ameandika hapendi Chadema, anapenda kile kilichopo Chadema, haki, amani na uwajibikaji. Mtu mwingine ameandika hawa ndo waliopikwa kwenye mfumo wa msimamo ya Chadema toka enzi za kina Dr. Slaa. Mtu mwingine ameandika mtu na nusu sio tule mlafi msaliti rafiki yake. Mtu mwingine ameandika nchi hii mtu ameandika nchi hii sio ya wanasiasa, wote wenye misimamo ya kichama ni madalali wa nchi. Nchi hii ni mali ya Watanzania, sio wanasiasa, aende akafanya siasa popote. Mtu mwingine ameandika tutamshangaza. Mtu mwingine ameandika huyu naye kumbe mbona yupo kimya muda wote, kwani hajui yanayoendelea nchini. Mtu mwingine ameandika official Zungu, najua kuna message unaifikisha kwa Chadema ila nikwambie hivi, huyu anayekutuma mwenyekiti alishatoa muongozo kwa hawa kina Halima, waambiwa wafuate utaratibu, watasamehewa tu. Kama Halima ni mtu wa haki na Chadema ni chama cha haki. Mtu mwingine ameandika sawa. Hizo ndizo baadhi ya comment, lakini mimi na Zungu tunakukumbusha kwamba msimamo wa Halima Mdee uko pale pale, yeye bado anasalia kuwa mtu wa Chadema. Nini maoni yako, ama una kitu cha kuongezea? Sisi tumechangamka.